Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Andrew Kiruru. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu kuuvaa utukufu wa walio wa uzao wako. Tazama, kama vile wewe ulivyo utukufu wa Mungu, kwa kuwa wewe ni wa uzao au uliotokana na Mungu, ndivyo chochote kilicho cha uzao wako ni cha utukufu wako wewe. Kama vile Mungu anavyouvaa utukufu wa uwepo wako, utukufu wa uwepo wako popote pale ulipo, kwa kuwa wewe ni wa uzao wake, wewe ni wa uzao wake, wewe ni wa sura yake, wewe ni wa kutokana na yeye. Ndivyo wewe popote pale uzao wako ulipo ni wa utukufu wako. Wewe umeuvaa utukufu wa chochote kilicho cha uzao wako. Ndio Mungu amekuumba popote pale ulipo. Jambo moja analolijua ni kwamba wewe ni wa utukufu wake. Wewe ni wa utukufu wake. Chochote unachokifanya ni cha utukufu wake. Yeye amevishwa utukufu wa chochote kinachotokana na wewe popote pale ulipo. Ndivyo ilivyo kwa wote walio wa uzao wako wewe popote ulipo. Chochote wanachokifanya ni cha utukufu wako, ikiwa na maana ni cha kwako wewe. Kuanzia leo nataka uanze kufurahia utukufu wa uzao wako uwe pamoja na wewe popote pale ulipo. Utajiri, hekima, heshima, uzao, familia na kila kimoja chochote kwa jina la kuitwa kwake, utukufu wake ukuvae wewe popote pale ulipo na ukufurahishe na kukustarehesha. Ndio walio wa uzao wako, utukufu wa walio wa uzao wako. Emtambua jambo moja, wewe ni wa sura ya Mungu. Popote ulipo Mungu, narudia, popote ulipo Mungu hakushangai wewe ulivyo, bali anafurahia wewe uliye wa utukufu wake. Narudia, popote ulipo Mungu hakushangai wewe jinsi ulivyo, bali anakufurahia wewe uliye wa utukufu wake. Na bila shaka Mungu alipokuumba, vema ya Mungu, roho au nuru iliyo vema au iliyo sahihi, ilipopata sura yenye umbo lako wewe mtu, na sasa hivi mwanadamu, na kufanya popote ulipo kwa uzuri wa sura ya kuonekana kwako, ni utukufu kwake yeye, ni pumziko kwake yeye, ni raha kwake yeye Mungu pale alipo. Na ndio maana hakukaa mbali kusikoonekana, bali ile vema, ile roho iliyo sahihi ilikaa katika sura ya mtu na kufanya chochote ambacho kimetoka kwako bado ni ile vema na sura ya Mungu, ni ile vema ya ile nuru iliyo sahihi. Narudia, na kufanya
chochote kilicho cha uzao wako, kama wewe ulivyo uzao wa kiungu uliotokana na Mungu, uliopata sura ile ya vema au nuru iliyo sahihi, nawe ukawa ni wa utukufu wa ile vema au nuru iliyo sahihi, ndivyo kwako wewe chochote kilicho cha uzao wako ni cha nuru ile ile, ni cha vema ile ile, ni Mungu katika sura yenye mwonekano wako, yenye mwonekano wa kila kimoja kilichotoka katika uzao wako. Ndio, Mungu hakushangai hizo nguvu zimetoka wapi. Hakushangai huo uweza ulionao umetoka wapi. Ashangai chochote kilichopo kimetoka wapi, bali anajua kwa kuwa kila chenye sura kimetokana na yeye. Kila chenye sura kimetoka kwake. Mwanadamu popote alipo ametoka kwake. Wewe hapo popote ulipo umetoka kwake. Kwa hiyo ashangai kwa vyovyote jinsi ulivyo, bali anafurahia utukufu wa jinsi ulivyo. Amevalishwa utukufu wa jinsi ulivyo. Wewe ni mali, wewe ni utajiri, wewe ni ardhi, wewe ni chochote kilicho cha furaha mbele za Mungu, kilicho cha utukufu wa kiungu. Narudi kwako. Ni nani ambaye amezaliwa nje ya tumbo lako wewe mwanamke? Ni nani aliyezaliwa nje ya kiuno chako, aliyotoka nje ya kiuno chako wewe mwanamume? Bila shaka kwa wewe mume, kwa wewe mke, hakuna kilichotoka nje ya tumbo lako wewe mwanamke. Hakuna kilichotoka nje ya viuno vyako wewe mwanamume, na kufanya chochote kilichopo ni cha uzao wa tumbo lako wewe mwanamke, ni cha uzao wa viuno vyako kutoka kwenye kiuno chako wewe mwanamume, na kufanya chochote popote kilipo. Usishangae nguvu yake imetoka wapi, elimu yake imetoka wapi, mafundisho yake yametoka wapi, sura yake imetoka wapi, mwonekano wake umetoka wapi, chochote kimetoka wapi kikakushangaza, kwa kuwa kimetoka ndani ya tumbo lako, kimetoka ndani ya viuno vyako. Naongea na wewe. Ni nani utamshangaa kwamba ametoka wapi? Lakini acha nikwambie, chochote unachokiona kimetoka kwenye viuno vyako wewe mwanamume au mume. Chochote unachokiona kimetoka katika tumbo lako wewe mwanamke, kwa kuwa wewe mwanamke, hata huyo aliye mwanamume ametoka katika tumbo lako ukimshuhudia. Na kufanya utashangaa nini kwa nguvu alizonazo mwanamume? Utashangaa nini kwa utajiri alionao mwanamume? Utashangaa nini kwa jinsi chochote alichonacho mwanamume? Ukasema vimetoka wapi, ingali wewe ndiye mama au wewe ndiye
aliyezaliwa kutoka kwako. Ndivyo ilivyo kwako wewe baba. Mwanamke pia ametoka katika viuno vyako, ukishuhudia na kusema, hakika huyu ni mwanangu. Je, utashangaa vipi kuhusu mwanamke awaye yoyote popote pale alipo, na ukasema, nguvu hizi kazitoa wapi? Elimu hii kaitoa wapi? Huyu ni wa wapi? Ingali ni wa uzao wa viuno vyako. Ndio maana kushangaa kutakuchelewesha kuishi utukufu wa walio wa uzao wako. Kushangaa, mtumishi fulani wa Mungu, nguvu hizi kazitoa wapi? Mtazama wewe mwanamke, hata yule katika kuandikwa kwake, yani Kristo Yesu aliye Mwokozi, ametoka ndani ya tumbo lako wewe, na mpaka akaandikwa pia yule mwanamke, ili kukupa kumbukumbu wewe ujue chochote unachokiona si cha kutafuta nguvu zake zimetoka wapi, bali zimetoka kwako wewe uliye mzaa, wewe uliye mama wa tumbo hilo. Ndio ametoka katika tumbo lako. Sasa ni nini kilicho cha zaidi kwenye chochote kilichopo, kilicho cha uzao wako? Ni nini kilicho cha zaidi, kilicho juu au chini yako wewe uliye na tumbo hilo kwa uzao wako, wewe mwanamume katika viuno vyako? Ni nini kilicho cha juu yako au cha zaidi yako au cha chini yako, ambacho unasema hakijatokana na wewe? Ndio maana kuna mwingine utajizuia kupokea utukufu wa walio wa uzao wako. Mtumishi awe ni wa Mungu, bado ni wa uzao wako. Umemtia nuru apate kuwamulikia familia yako iishi pamoja. Mwalimu, daktari, mama, askari, mkulima, mwandishi, injinia na wote popote walipo kwa majina yake, wametoka ndani yako. Haijalishi wanainua vitu vikubwa vyenye kilo nyingi kuliko wewe unavinyenyua, lakini wote wananyenyua ni wewe umewatia nguvu yako wewe, kwa kuwa wametoka katika tumbo lako, wametoka katika viuno vyako. Leo uvae utukufu wa walio wa uzao wako. Usijizuie na kuanza kukataa, huyu ni wa kwako, huyu si wa kwako, kwa kuwa wote wametoka ndani yako. Ni nini kilichotoka nje ya viuno vyako? Ni nini kilichotoka nje ya tumbo lako wewe mwanamke? Ni nini? Mwanamume katoka kwenye tumbo lako, mwanamke katoka kwenye tumbo lako. Wewe mwanamume, ni nini kilichotoka nje ya viuno vyako? Mwanamke katoka kwenye mbegu za viuno vyako. Kwa hiyo ni wakati wako wa kufurahia utukufu. Haupo kukipinga chochote, bali kufurahia utukufu wa kila kimoja kilichopo. Mali, utajiri, mafanikio, dhahabu, almasi, kila kimoja popote kilipo, kwa kuwa kama vile Mungu anavyofurahia
utukufu wako, alivyouvaa utukufu wa uwepo wako, ndivyo ulivyo wewe unavyouvaa utukufu wa uwepo wake, kwa kuwa uwepo wake ameuweka katika sura yenye kuonekana, sura ya watoto wako, sura ya mume wako, sura ya uzao wako, sura ya chochote ulicho nacho. Kilichobaki kwako ni kuishi wewe hapo ukifurahia utukufu tu, utukufu wa kila kimoja kilichopo. Leo hii Mungu anakufanya uanze kufurahia utukufu wa uwepo wake. Kumbuka, Mungu anafurahia utukufu wako. Ijapo wewe ulimkimbia, ulimuasi, ulimuacha, yeye hakukuacha na siku zote kufurahia utukufu wako. Popote ulipo, ulimuasi Mungu, lakini Mungu hakukuasi wewe. Ulimuacha Mungu, lakini Mungu hakukuacha wewe, na kufanya popote ulipo anafurahia utukufu wako. Popote ulipo ameuvaa utukufu wako, naye kuwa na furaha ya popote pale alipo, pasipo kupungukiwa katika ufalme wake, wala kuzidiwa katika ufalme wake, bali kuwa na starehe ya uwepo wa ufalme wake. Ndivyo leo, kwa kuwa Mungu aliweka sura yake katika wewe na katika uzao wako, na katika uzao wako, kwamba chochote kilichozaliwa ni cha sura ya utukufu ule ule wa Mungu alionao kutoka kwako wewe hapo ulipo. Ndivyo uzao wako ni wa utukufu wako popote pale ulipo. Kuanzia leo, ulikuwa unamkataa mtoto wako, ulikuwa unamkataa mume wako, ulikuwa unawakataa watumishi wa Mungu, ulikuwa unakataa walimu, ulikuwa mnakataana ndani ya uwepo, ulikuwa unakataa chochote kwa kuchagua kwako. Lakini leo umejua kwamba vyote ni vya utukufu wako. Nguvu zozote unazoziona, upako wowote unaouona, haupo juu yako wala haupo chini yako, kwa kuwa upo kama wewe, kwani umetoka kwako. Kwa kuwa huyo aliye wa upako huu ni wa uzao wa tumbo lako, ni wa uzao wa viuno vyako, na kufanya popote pale ulipo ufurahie upako huu, ufurahie nguvu hizo, ufurahie utajiri huu, ufurahie chochote popote pale kilipo kikikustarehesha. Usipungukiwe na chochote katika afya yako, usipungukiwe na chochote katika uchumi wako, usipungukiwe na chochote katika kuishi kwako. Na leo hii hautazidiwa na chochote wala kupungukiwa na chochote, bali utukufu wa wote walio wa uzao wako, pasipo kujalisha ni wapi, bali yoyote aitwaye mwanamke ni wa uzao wako, yoyote aitwaye mwanamume ni wa uzao wako, yoyote aliye na sura ametoka ndani yako. Basi hautakaa kitupu na ukiwa, pasipo kufurahishwa au kupumzishwa na utukufu wa vyote vilivyopo popote pale vilipo. Watoto wako wanakuwa utukufu wako, watoto wako wanakupumzisha na kukustarehesha, mke wako, mumeo, biashara, kazi na kila kimoja popote pale kilipo hakitatulia
katika kuishi uwepo wake, na kuishi uwepo wake kuwa utukufu kwako wewe hapo ulipo, ukawa katika pumziko la kuishi kwako, ukawa katika starehe ya kuishi kwako, kwa kila kimoja ambacho utakifanya. Vingine vyote utapumzishwa na walio uzao wako, vingine vyote utatukuzwa na walio uzao wako. Pokea pumziko hili popote pale ulipo. Pokea pumziko hili la kuishi na kuvaa utukufu wa walio wa uzao wako, wewe mwanamke katika tumbo lako, wewe mwanamume katika viuno vyako. Pokea utukufu hii na pumziko hili la kuto kupungukiwa na chochote wala kuzidiwa na chochote kwenye kila jambo unalolifanya, kwenye kila hatua moja unaifanya, iwe pamoja na wewe popote pale ulipo.